Huyo ni rais wa shirikisho la wachimbaji Tanzania, Mheshimiwa John Bina. Bana, hapa niko ofisini kwa rais wa shirikisho la wachimbaji wa madini Tanzania, FEMATA, John Bina. Milionea kabisa. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Bana, mheshimiwa, kwanza mimi ni kijana wako. Tunataka unifahamu vizuri sana. Ni kijana ambaye na bang na watu ambao ni wachimbaji wa madini Tanzania nzima, lakini pia ni msemaji wao. Sasa mheshimiwa, kulingana na jambo lilotokea juzi, nikasema nikutembelee ofisini kwako, tujadili mawili matatu, lakini pia wadhibitishie wa Tanzania, waambie kilichotokea juzi kwa wachimbaji ni jambo dogo sana. Lakini pia uambie kwamba unalitambua hili linalotokea Tanzania, wewe ni mkubwa wao na wewe ndio unawashawishi na unawasii waendelee kufanya hayo yanayoendelea sasa hivi Tanzania. Labda unaliongeleaje mheshimiwa, tafadhali? Lakini kwanza nitumie nafasi kukukaribisha katika ofisi yangu ambayo inashughulika na mambo ya madini. Kama ulivyotambulishwa, mimi naitwa John Wambura Bina, rais wa shirikisho la wachimbaji madini Tanzania, lakini mchimbaji nguli kabisa, nikiwa na uzoefu wa miaka 30 iliyopita. Unachimba pia? Nachimba na migodi midogo na migodi ya kati. Sio huwezi kuwa kiongozi wa wachimbaji kama wewe uchimbi. Mimi ni mchimbaji nguli kabisa. Kwanza kabisa nikupongeze Paul kwa jinsi unavyofanya kazi, unavyoripoti na umesisimua kidogo nchi na sekta imejulikana. Watu walikuwa wanafikiri mambo ni madogo madogo, lakini leo nataka niwahakikishie kwamba haya mambo ni makubwa na yataendelea kuwa makubwa chini ya rais wetu mpendwa kabisa, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Amefungua nchi na wakati anaingia madarakani, cha kwanza kabisa alisema Watanzania wamiliki uchumi wao, na hayo ndo matokeo ya Watanzania kumiliki uchumi. Madini ni mali asili, ni mali ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Na kitu ambacho naweza nikasema tu kwamba tunapongeza serikali kwa ujumla kwa mazingira mazuri ambayo yaliyowekwa kwa ajili ya wachimbaji wetu. Na wachimbaji si mara ya kwanza kuchangia michango hii, na nitumie nafasi hii kuwasihi wachimbaji waendelee kuchangiana na wala siogope. Waendelee kuchangiana. Mheshimiwa, labda yeke sawa. Yaani waendelee kuchapa pesa. Wataendelea kuchapa pesa. Hata mkiangalia hata kwenye uchaguzi wa CCM, wachimbaji walichapa pesa. Ndani ya siku 2 tu walichapa bilioni 16. Hii bilioni 1 ya kuchangiana na sisi nataka nikuhakikishie Paul Brand, tunataka kuwatengeneza kina Buyamba, mabilionea kama yule pa. Watu wa Katoro wanaozidi Katoro, Chunya, kila sehemu Mererani. Unajua wachimbaji wameenea kila sehemu, hata Dar es Salaam hapo. Tunahakikisha kwamba wachimbaji wetu Dar es Salaam kuna wachimbaji. Inawezekana watu wengi wanadhani madini ni dhahabu pekee yake, lakini tuna makaa ya mawe, tuna